Wa kwanza nani? Kwanza ni praise. Praise. Wa pili Blessings. Blessings. Wa tatu Hallelujah. Hallelujah. Wa nne Holy. Holy. Wa tano Huyo baba. jina nimeshaandaa. Wakati wanasema wewe unaye aje? Kwa sababu wewe sasa utakuja wajua wapi? Hapa ndio. Pastor George Albert Baraka mwaka 2006 aliajiriwa na shirika la umeme TANESCO ambapo alitumika pasa hiki cheo hiki inaitwa nini? Action ni nini? Action ni kama education. Fundi umeme. Alibobea yani. Tupata pasta fundi umeme. Hata wewe unasumbua hapa. Karibu baba. Pastor. Sasa tukuone sasa. Pastor kama action nini? Action. Alafu mwaka 2010 aleta kazi. Sasa kuna pana. Ndio kipatikana ni kazi TANESCO. Kazi TANESCO kama mtaka. Na wewe miaka 4. Hadi kazi sasa kwa hivyo. Kwa sasa hivi ndio kisha mshahara. Ondoka. Pale sasa. Sasa huyo amepata wewe. Hivi kwa nini hapa amepata wewe? Unaweza TANESCO na sina njia za kuhudumia wewe. Hallelujah. Sasa aliacha kazi TANESCO. 2010 akaenda kusoma kwenye chuo kikuu cha Arusha masomo ya uchungaji pamoja na mke wake. Walianza rasmi kazi ya uchungaji mwaka 2003 huko Ilula. Ilula iko wapi? Iringa. Mwaka 2014 walienda kuwa katika shule ya Iringa Adventist Secondary Chaplain hapo. Akiacha chaplain kisha wakaenda mtaa wa Tunduru Juni 2015 hadi Disemba 2018 ambapo walipokea sasa wito kwenda Mbeya Adventist Primary School kama walezi au chaplain wa shule katika huduma ya chaplainsia. Februari 2020 waliitwa kutoka huko Mbeya Adventist Secondary School ndipo walikuwa hapo hadi Disemba 2023 walipoitwa kwa malezi ya mtaa wa Maili Moja hapa Kibaha. Sasa katika hapa Maili Moja mwaka 2024 mwezi wa Februari, Pastor Baraka pamoja na mkewe waliitwa kwenda mtaa wa Mikocheni hadi tarehe 15 Aprili 2026 ambapo kamati kuu ilipitisha kuwa wake sasa waje Nduruni na leo tunawakaribisha rasmi. Haleluya. Elimu ya mchungaji. Mchungaji George Albert Baraka alihitimu elimu ya msingi huko Majiji Primary. Kwa Majiji kwa mipasa. Malinyi pamoja na mafanikio haya alibahatika pia kuhitimu elimu msingi. Alafu mwaka 2013 alipata Bachelor of Arts in Theology. Hiyo ndio digrii ya mchungaji kutoka chuo kikuu cha Arusha. 2015 pasa alifanya postgraduate diploma ya Law and Mediation and Arbitration Institute. Ya Institute of Social Work Dar es Salaam. Basi mtaalamu wa sheria pia. Ni sheria na usuluhishi. Mambo ya sheria na usuluhishi ndiyo fani aliyosoma mchungaji katika chuo kikuu hicho cha Social Work ya People Sinza. Vitonama pale, sawa. Vitonama. Alafu 2025
Pastor alifanya Masters of Science in Counseling Psychology kutoka Iringa University. Kwa hiyo pastor ana masters ya ushauri wa kisaikolojia. Hapo tumishi ni 26 pastor akafanya tena master ya chaplaincy kutoka Adventist University of Africa Nairobi. Hii awali akafanya ana masters ya mambo ya chaplaincy. Kwa hiyo haya malezi ya wanazuoni hayo kwake ni fani aliyosomea. Kwa sasa pastor anaendelea na masomo yake ya PhD. Naomba pale. Hapo pastor ni PhD. Anafanya masomo ya PhD, yaani shahada ya uzamili ya Science in Counseling Psychology kutoka katika chuo kikuu cha Nkua huko Uganda. Ndipo anaposoma PhD sasa hivi. Ambayo ni vijana hiyo wataimaliza tu na kuweka na nyingine na mimi. Na bado amebobea kwenye mambo ya psychology. Ndoa, familia. Pastor George Audax Baraka alifunga ndoa na Gaudensia Michael Julai 2013. Kwa taaluma ya Gaudensia Michael, yeye ni mhasibu, nadhani pesa amepandisha mke wake. Walibarikiwa kuwa na watoto 4 ambao tumesoma Praise, Blessing, Hallelujah pamoja na Holy. Nani akakuja sanctuary? Basi kila nimehifadhiwa. Ili kutaja majina ya watoto wao kwa pamoja, waweza kusema sentensi hii: Hallelujah, praise the Holy God for his blessings. So sweet. Asante sana pastor, nimependa hii. Kati yao wavulana ni 3 na msichana ni 1 ambaye ni Hallelujah. Bwana awabariki kupata makazi yao. Kwa sasa wanaishi Kilungu. Wanakaa kwenye nyumba yao hapo Kilungu madukani katika maeneo ya majumba 6. Wanapita wanaenda kule Makurunge mbele, utafika nyumbani kwa nyumba 6. Wanayo furaha kubwa kuja kwetu na tuwaombee katika wito huu ambao Bwana amewapatia. Sema amina. Hiyo ndio maelezo fupi kuhusu mchungaji. Na mimi nimefurahi kupokea mchungaji wetu. Kwa sababu moja, tutimize kauli mbiu ya Yesu ya utume wa wote. Bwana awabariki sana. Sasa huenda kuna siku viongozi wa pili watakuja hapa kumtambulisha tena upya. Hiyo ni kazi nyingine. Ila mimi leo nimemtambulisha. Huyo ndio mchungaji Baraka Audax, George Audax Baraka na mke wake Gaudensia na watoto wao 4 wako Kigalieni. Sasa mtaa wa Nduruni makanisa 4 nimesomesha wakati makanisa 5 ambayo tutaanza na 3 sasa yako 5 na washiriki ndio hao idadi yao kwa kitabu cha 1973. Ni mtaa nikwambia kweli Nduruni ni mtaa mzuri. Watu wenye ushirikiano, watu wenye upendo, watu wa karimu. Nimefurahi sana kuwa hapa. Nikaribisha pastor. Na mimi nafikiri kwamba ni mtaa uko busy. Kuna ujenzi mwingi, injilisti, tunaendelea kwenye document yetu, mambo mengi. Hapa hakuna muda wa kulala. Na mimi nafikiri kwamba Nduruni tumepata mchungaji kijana kuliko anayeondoka. Kwa hiyo speed itakuwa kubwa, maana anaingia chuo kijana. Sasa ana ndani speed. Tumpe mchungaji ushirikiano. Tumuombe. Alafu tumpende. Alafu tumfurahie. Alafu tumfurahishe. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa pasa nikaribishe. Sababu muda umeenda hivi. Watu wanahamu kusikia sauti yako na mahusia yako ya awali. Basi nisikie huko kuzungumza na mkutano huu ambao umekuja kutoka makanisa
Okay, baada ya kwanza kusimama na kuzungumza, basi baada ya yote kabisa, kuna kile ambalo tumebakia lipo. Basi mjadala kija ila mwisho kabisa wa yote nitawaombea baraka. Ndio ndio sababu mimi nimebakia kunyanyua ya kubariki. Nitaonyesha mikono ya baraka. Hiyo sio kama sijawabariki. Nitafunga kwa maombi ya baraka, alafu nitawachia mchungaji baraka. Bwana pewe sifa. Mchungaji karibu, naona umeme umeondoka, ina nini sauti yako itasikika. Basi karibu sana. Bwana bariki sana. Karibu sana. Amani ya Bwana Yesu Kristo iwe nanyi nyote. Amen. Bwana ameonesha licha fulani Pastor Mjema ya jana moja amevaa viatu hivi. Nikamwambia hivi viatu ndivyo nimevivaa vya kwako. Pastor Mjema nimefahamu kwa miaka kadhaa sasa. Amekuwa mchungaji anaishi maisha ya furaha na sio kuigiza, ni maisha yake. Sasa natamani na mimi niishi. Na kuna vitu hapa vimenitia moyo kwamba inawezekana, kwa sababu unaona kumbe na yeye amefanya kazi TANESCO. Mimi nilifanya TANESCO. Unaona na mimi naanza kuwa kwenye furaha. Amen. Amesema hivi. Lakini nilikuwa naangalia hapo kwamba tai aliyovaa Pastor tai aliyovaa Pastor Mjema na ya kwangu, jamani mnasemaje? Na tukupigiana simu. Kwa hiyo hii ni dalili wazi kwamba na mimi lakini pia rangi ya hizi manguo zetu hizi, unaona ni dark blue, hata kama ni kwa aina zake. Biblia inasema ni kwa aina zake. Kwa hiyo iko vizuri. Amina jamani. Amen. Kuna tofauti tu hapa, ameweka hii maneno hapa. Sasa hapo ndipo pale ikifikia wakati sasa huyu pastor sio kama Pastor Mjema. Sawa. Bwana yeye ana hii. Unaona hii maneno? Ni haipo. Lakini shati nyeupe ameiona. Na yeye si imo hapa. Hiyo si ni sawa? Sawa. Sasa vitu vyetu vina idadi tofauti hapa. Hiyo si ni tofauti. Lakini kwa neema ya Bwana tunaamini hizi tofauti zetu zitaleta utukufu kwa Mungu. Kama ndoa, kama mwanamke na mwanaume wako kwa sura na mfano wa Mungu, lakini tofauti wao unaleta umoja kamilifu. Okay, kwa hiyo naomba Mungu anisaidie roho ambaye alikuwa ndani yake na ameeleza hapa kwamba akawe ndani yangu maradufu, ili ile kusudi la kubadilishana kalete kwa Mungu utukufu. Amina. Hiyo nimeishika kama ombi la pekee, na kwa kweli Mungu atusaidie sana.